Shetani nilikwambia akigonga your economic life, hata mtu yule hajaokoka atajua umegongwa. In fact hakuna jaribu baya kama ile inakujaga baada ya pesa. Nyinyi najua wengine wanyu umeokoka miaka kadhaa. Kuna siku umewahi kuwa na kipindi kigumu kwa imani kama wakati ulikuwa pesa imeinama? It is the most difficult. I will never forget. One time, a young man we were in the same high school. So, but for me, I was born again throughout high school life. For him, he wasn't. So when we finished, he got born again. Then he remembered Pastor Robert was born again. He used to preach to us in school. So he wanted somebody to testify to that he has been born again. So he came looking for me. He came at our home. Then when he came, he told me I got born again and I fasted. I asked God to open me a door to do a job. And I've gotten a job which I'm not very sure whether it's from God. Nikamuuliza, how does the job look like? Akaniambia ni kazi ya kuuza kwa restaurant yenye iko na bar. And of course as a waiter, you will serve both food and drinks. And the other adult drinks. Isn't it? Vile umekoja mjue kama. So, nikamuuliza, so what is your problem? Akaniambia this is the adult drinks part. Because every time I'm opening a beer for a waiter, I feel like I'm wasting their lives. They should know Christ and stay away from alcohol like myself. Then nikamuuliza mnalipwa pesa ngapi? Nilikuwa nataka nisikie kama ni pesa ya ujinga. Juu kuna pesa tena si vizuri kuriski nayo. So akaniambia, well, they don't pay much. I'm paid about 10,000 per month. But I can go home one day with the 10,000 as tips. Hey. So you go home with 10,000 as tips per day? Yeah. Hata hiyo siku alikuja kuniona, alikuja na sadaka kubwa. So akaniuliza, pastor, sasa I'm confused juu nashanga nikiacha hii kazi nitarudi maisha hii nilikuwa natembea huku Gicagi bila mwelekeo, bila hope. And I may not even stay in salvation. Juu after kutembea Gicagi muda mrefu bila kazi, utaanza kucompromise. Nikamuuliza, brother, ukiacha kufungulia hao watu pombe wataacha kukunywa? Ama ukitoka kwa hiyo kazi, hiyo restaurant, unafikiria watafunga juu mwokovu alitoka? Si ndio? Of course nikiongea hivi unajua nilimpeleka direction gani, tiguo? Tio hojetereire hau mundu mugirare mehere all. So nilimwambia ujue ukiacha hii kazi most likely kama hivyo umesema utazurura huku Gicagi alafu utaachana na Mungu. Ndio utaona Mungu ni boring na hakusaidii. But you can be there and every time you are opening that beer for a customer, unamwambia, do you know Jesus? Have you ever thought of where you are going after death? As a question maybe has never heard for decades. Be a Daniel in that kingdom of Babylon. So that's what I told him. Go there and be a Daniel. Tukugoje. Muletaga kitambo kidogo juu furo yetu si mnasikia hii. So muletaga kitambo kidogo. Ama mtoe pesa tuweke inaitwa nini? Tuweke tiles. Jina Bwana libarikiwe. Ndio igua. All right. Anyway, so nikamwambia what you are going to do is utakuwa mhubiri huko. Na juu hii pombe haufugui juu naamini watu wakunywa, unafugua juu yeye ni waiter. Na umeajiriwa, na si pombe tu inauzwa huko, kunauzwa chakula, kunauzwa vitu nyingi. Akaniambia, I thought the way I knew you in school, I thought you were going to tell me to go out the following morning. Kama nikutoe nikuajiri wapi mimi? Alafu nikutoe wapi 10,000 kila siku? Well, to cut the long story short, he stayed. And again, to cut the long story short, he led the owner of the restaurant to the Lord. The owner. The owner himself. Junai alishika mawaidha ile nilimpatia clearly. He was so prayerful. Alikuwa anajifanya anapiga simu wakati hakuna customer, anaenda na hapo nyuma anajifanya he's on a call. Alikuwa wakiventa wrong way, aliwadanganya na kuwa na watu wao Ulaya. So when they see him on phone, long time they were assuming it is the relatives in the US they are talking. He is talking to, that is in prayer.
So anaomba akitembea na simu hivi ndio wafikirie ni simu anapiga, kumbe he's praying. Wakakuwa marafiki wakubwa na mwenye kazi, mpaka mwenye kazi akisafiri ng'ambo anamletea mazawadi. Mwishowe akamketisha chini siku moja akamhubiria. Akamwambia, na ninakuonaga uko different. Kama ningejua hata ningekuambia vitu zile tutaombea pamoja. Nasumbuka na marriage, nasumbuka na hii. Akamwambia sasa ni kuokoka ndio mjuane na Yesu muongeaga direct mambo ya marriage. Haya, akamuuliza mtu anaokokaga aje? Ni mama hajai okoka. Akamwambia rudia nyuma yangu. Jina Bwana libarikiwe. And within a short time he had built about 5 houses, self-contained for rental. Within a short time he had bought his first car. Mpya kabisa, ile haiguzwi mlango, inajifungua. Na nilikuwa na enjoy nikibebwa nayo wakati tunaenda missions. Imani kuna kaupubafu ukiigiza itakutesea hii Githurai. Alafu utaanza kusema ya kwamba mtu anaokoka anakuwa bure. Ni wewe, si mtu akiokoka anakuwa bure. Ni wewe hujafundishwa vizuri. Because most times when people of God catch faith, they think everything else is useless. No, it's not. Because faith will secure me a place in heaven. But I have many years before I get there. You need a lot of wisdom on how to handle your life here. Otherwise, utaachwa mpaka na bibi. Watoto wenyewe watakuuliza kama Mungu ni huyu, hata usinihubirie Mungu huyo. Kwa sababu kila kitu inawapeleka pande ya faith. Mtoto anafukuzwa shule, na unajua mtoto akifukuzwa shule anataka arudi. Anataka ajue vile atarudi. Na unamwambia biguni si huku duniani si kwetu. Biguni ndiko tunaelekea. Sasa mtoto anashangaa, kabla tuelekee ndio tunafanya mtihani na hatufanyii biguni. Inakio kikelio. You know, I saw a man like that, mwenye alikuwa anaitishwa kila kitu kwake, anaambia watu mambo ya Bible. Alafu nikaambiwa saa hii ako 40 days fasting. Nikamwa advise, tafadhali brother, fugua. Fugua fasting uende kazi. Na akaniambia, I'm preparing for future. And the future came because he divorced. Na hata wale wako peke yake akiwa kwa future. Na hiyo future alikuwa na prepare ate anataka kuwa mtumishi shupavu. Mimi sijamusikia mahali. Hata hii Facebook ya bure. Hii yenye hulipi kitu ni kuweka tu vitu, sijamuona. Can you tell your neighbor, Mungu hajatuokoa tupoteze akili. Tunaelewana? Anyway, give me hata nianza na gani? Genesis 41. Let me start with Genesis 41. Mstari wa 17. Give me verse 17. Sijasema mkafanya kazi ba. Wengine wenu mkifanya kazi ba mtaaguka. Ni vizuri tu kukuambia ukweli. But huyu aliponikuta, nikamwangalia reasoning yake na ameokoka. Au nikaona huyu anaweza kuwa huko na asiaguke. Na asaidia watu. And he helped a lot of people there. Hata customers wengine alipendwa mpaka na some how do you call them? Some clients there were Marine, USA Marine soldiers. Ilikuwa hoteli kubwa, hata wazungu walikuwa nakuja kukunywa kahawa huko. Walimpenda mpaka wakiwa na pate wanamuita. Na anaenda akiwa bado ameokoka. Siku moja aliniambia, I want you to show me where you buy your suits. I want a suit like yours. Juu yeye hakuwa mhubiri. Na by the way, watu wale si wahubiri ndio wanaweza hubiri sana kuliko wahubiri. Nyinyi ndio hamjuagi. Juu nyinyi mna access watu every day. Unajua mhubiri akitokea na Bible watu wanajua unataka sadaka, so wanatoroka. Sasa wewe hawa watu mnafanya kazi na wao juu hawakujui ukiokota sadaka. You can preach to them very safely. You can actually take them to fellowship in a friendly way. Na ukuta mtu ameokoka. Isn't it? Sasa akaniambia, I want you to show me where I can buy a good suit. So nikamuonyesha. Akaniambia na ameitwa dinner na the US Marine. Wakasema ate wanamtaka huko waombeshe. Ona mani ukihoya githia Marine tiga ungekuwa unaombesha Marine. Sasa shida yako sasa unajua tu Marine spirit. Kuna Marine soldiers. And sometimes they do parties. Wangekuita uombeshe. Shida ni kila mtu kwako ni shaitani. Na mahali popote unaona mtu akisema tu hajaokoka unasema I cover myself with the blood. Ondoka chini ya damu, enda ukafanya kazi tafadhali. Damu ni ya maneno ya dhambi, usijifunike na damu.
Hata ukitokea mtu hapa amejifunika na damu utampea kazi kweli? Atuona mtu anafanya anaweza nike ila kama yaga turume. Huwezi pewa kazi. Nani anataka kuona mtu amejifunika na damu? Don't misuse the blood of Jesus. Don't. And don't cover every dysfunction with the blood of Jesus. Ndio sababu Pastor Robert apendwi. Na mimi naamini Mungu aliniweka kanisa tangu nilikuwa kijana mdogo ndio nisome tabia zenu. Na nikakuja kugundua kuna makosa nyingi sana kwa mwili ya Kristo inahitaji kurekebishwa. Growing up then nilikuwa naangalia kina mother, naangalia pastor na asa hali ti goma. They didn't know nilikuwa na study. Pole. Genesis 41:17, I want to show you a story here. Farao alikuwa kiongozi wa kipagani. He was a pagan king. Huyu hakuwa na relationship na Mungu. All right? But akaota doto. Na doto yake ilikuwa na meaning. Biblia inasema then Pharaoh said to Joseph, sasa amekuja kumwelezea Yusufu aliota nini. Na ukiona doto unaota na hausahau. Mimi huwa recommend watu sana wafuate doto kwa ajili ya maisha yao. Ukitaka kupotea haraka, kuwa mtu wa kufuata kila doto. Hata kilala hivi kidogo, unaona sister wa hapa kanisa akikufanya hivi. Alafu unakuja kutuambia nimeshika ni nani nahitajika nioe. Wewe waacha ububavu tafadhali. Waacha hivyo. Waacha hivyo. Kama hujachukua muda kufuata huyu sister umjue kikarakter. Hata Juliona hivi kwa doto unaenda kuchukua mtu. Siku hiyo utaenda bio ukiwa maisha yako imeinama ndio utakuja hapa maombi ndio utaelewa. Hata utashika hiyo ndoto ulifikisha wapi kuota. Oa mtu juu ya vile unaona karakter yake. Na ndio sababu mimi I believe in courtship. Court a person until you get to know them. Then that is the only time unawatangazia tunataka kufanya harusi. Lakini si kuambia mtu nikiwa onadi gukomete ona gyogu ni gatorore wewe ugai. Ati gogoro kitafadhali. Kabla nichukuliwe na kausigizi ndiye huyu Mungu. Mungu huyu tunatafuta wote kwa makanisa, yani alikutokea tu hivyo wewe peke yako hivyo. Acha kutuchocha hata wewe. Tio ndiko komete na goige higeta maitho guori. Wewe ugai. Hiyo mchezo utakuja kuacha. I had one man here whom in my opinion he has a great ministry. He's somebody we could have nurtured to become something. But amegemea doto sana. Hata akiota kuhusu mtu hapa kanisani anakuja. Ananiambia fulani si mzuri. Mungu anataka umtoe hapo. Nikamuuliza nimtoe kwa nini? Akasema niliota. Nikamwambia brother, unajua unaona Pastor Robert akifuata kile doto anaotaka. Hakuna mshirika atakaa kwa hii kanisa. Hapa sidhani hapa kuna mtu sijaota mambo yako. If I would have taken action, you would be somewhere else. Hatuongozi watu na doto, tunaongoza watu na neno la Bwana. Neno la Mungu ni kubwa kuliko doto. And we were once there. Tulikuwa tunaota kila kitu tunataka kuimplement until we learned. When I was a child, I thought and spoke and did things in a childish way. When you grow up, you throw childish things behind. Jina Bwana libarikiwe. Na ukiangalia New Testament yote, Mungu haongozi watu na doto. Hata kile kimeandikwa New Testament ni vision. Vision na doto ni different. Vision, maybe most of you have never seen it, but vision unaonaga ukiwa awake. When you are awake, maybe even you are working or you are driving. For information, you can see a vision when driving na usikosa accident. Very interesting. Jina Bwana libarikiwe. But doto hizi za kulala ndio uote zichunge. Usichukue kila doto. Lakini kama hii yenye imekataa kuenda, maana Farao amshua alikuwa ameota doto nyingi. Hii ndio moja ilimkujia akasema hata kama sijajua Mungu wa Abrahamu. Na mimi siongeagi sana mambo ya Mungu kama Yusufu. Maana mimi ni mtu ya vinyago na miungu. Lakini hii iko na meaning, maana imekataa kwenda. Ukiota ndoto iko na meaning hutashindwa. Jina Bwana libarikiwe. So Pharaoh said to Joseph, behold, in my dream I stood on the bank of the river. Verse 18. 18. Agomire huyo. 18.
Then akasema suddenly 7 cows came up out of the river. Sasa hii ni River Nile. Hii na assume ni River Nile juu huku ni Egypt, si ndio? Fine looking and fat, and they fed in the meadow. Verse 19. Then behold, 7 other cows came up after them, poor and very ugly and gaunt. Such ugliness as I have never seen in all the land of Egypt. Na hizo image unaona kwa doto ni vizuri kuzimark. Okay? Akasema, and the gaunt and ugly cows ate up the first 7, the fat cows. Verse 21. When they had eaten them up, no one would have known that they had eaten them, for they were just as ugly as at the beginning, so I awoke. So God was speaking to Pharaoh through a dream about like an economical crisis that was on the way coming. Please look at me. Mtu yote atawai kuambia, God is not concerned about your finances. He's not concerned about economical life. That person is a spiritual child. Kazi ya Mungu duniani haiwezi kafanywa na watu economically weak. It can't go anywhere. So God is very interested in the economy of God's people. Na rizabu unaona, juu Mungu ako na kitu na Egypt, ijapokuwa mfalme wa Egypt hajaokoka. Hamujui. Juu watu wa Mungu kama anaitwa nani huyu? Joseph ako Egypt. Mungu lazima akuwe concerned na economy hiyo. Are we clear? So mtu asikudanganya, Mungu anaweza kukunenea hata kuhusu kazini. Anaweza kukunenea kuhusu the next step you should take in business. Yes, he's interested. Na hiyo haimaanishi you have begun being carnal. No, God is very interested in your finances. Very. He's even interested in how you use your finances. He can give you instructions in the night about the usage. You know me, I think I'm naturally extremely generous person. Naturally. Hii yangu hata sidhani ni gift. I think combination ya gift na kuzaliwa. I think I'm like my father. My father was just giving. Giving. Na ana give na sisi tuko na shida. Si mara moja amewahi nibeba nikiwa mtoto mdogo. Tunaenda maombolezi. He hated slow things. Sasa tukienda maombolezi watu wanaanza kusema, mjue hatujapata jeneza. Tumebakisha 9,000. Alafu watu wanasema nyanyandika ikana. Niandike 100. My father anaanza kugogesha mkwaju juu alikuwa anabeba mkwaju all the time. Akianza kugogesha hivi juu amekasirika. Anauliza mkitoa 100. Shilingi 9,000 tutapata saa ngapi? Alafu anasema wacha then kitu hiyo kingine niachieni jeneza. Wakati nasema muachiwe jeneza, mumefukuzwa shule. Sasa unashangaa, wapi kwa dikado umeenda kuzika watu wamekufa na sisi tuko hai hatusomi. But he had this kind of generosity he couldn't help himself from. I think it's a gift. Hakuwahi okoka sana. Mimi siwezi sikumjua kama mtu ameokoka. But towards the end before he died, he had begun going to church. Na he had reformed. Hata alikuwa ameacha pombe, havuti sigara. A very good man. Na hiyo kanisa, kitu ya kwanza alisema aliposimama kutoa ushuhuda, aliuliza pastor wa hiyo kanisa, mnalipaga pesa ngapi hii? Akaambiwa, akasema sasa rent mniachie ndio nyinyi mhubiri. Na ni mhubiri ya kuokoka jana na akaachiwa rent. Sasa I think I have a problem like my father. I'm the kind of person when I begin to share, especially among relatives, I don't know where to stop. Sasa siku moja Bwana akaniletea ndoto. Nikaona ninaishi nyumba iko na mianya na iko kwa barabara. Alafu nikaona a number of my relatives wananidiscuss ati nakaa kwa mianya. Wanaambia ona vile najipidua. Mjuu nilikuwa nimelala mahali unaweza hata kujipidua wanaona ya kwa mianya. Nikauliza Mungu hii ni nini? Ndio Bwana akaniambia this is how your future will be if you don't handle your finances with wisdom. And the people you are helping now, they will one day call you a fool. You know, I thought God can't talk like that because God is generous after all. God is generous in a wise way. He's not generous in a foolish way. Naonaga wazee wengine mtu hajajiweza yeye na pesa anagawa yote kwao. Mnashinda vita na bibi. Kama hujashibisha kwako, wacha kiberebere. Kuna giving alafu kuna kiberebere. Baadaye ndio imejaa watu wa viberebere, wacha niongee na watu wa Mungu. Kama hujashibisha kwako, wachana na wageni. Please.
Ati bibi yangu hajatengenezwa nywele, pesa iko wapi? Nilitumia mother anunue dawa ya ng'ombe. Really? Sasa tununulie ng'ombe dawa, bibi yangu akae na matuta. Kwa nini unaishi maisha reverse? My wife is my first responsibility. Nyeti ndamu itamuka kule ng'ombe mutagehe dawa please. Si mimi niliwaambia mkanunue ng'ombe yenye hamuna dawa yake. No, I'm serious. It's not a joke. It's not a laughing matter. Life must be sober. So, I have known a few of these things after experiences with God. Mungu anaweza kuona you are having the best season of your life. Sahi you have gotten a break. Everything is working for you. Aanze kukuadvise vile utasave. Juu hapa mbele hautakuwa unawika. Hivyo unawika. Wewe naye haushiki. Hapa mbele utakuwa bita. Utatengeneza YouTube channel cha kupiga kanisa. You see it. Na wakati ulikuwa una flow na pesa, haukuwa unasikiza advice. Na ulikuwa kama kajora. Ukikutana na kila mtu kwa barabara, ndio tutakupa pesa wewe. Usipeane pesa na jia hiyo kama usimame kiti. Hii pade iko na watu wako na nini saa na mara nyingi hii ndio inanisubuaga. Okay. Kama hausimami kiti, wacha kutembea huku kipea kila mtu pesa. That's not giving. That's stupid. Wewe atakuwa. Nikimani wanyina mugure. Nikimani wanyina mugure wa mama mugure haya kama na hili atia guhe pesa no atoroka muno. You are too much now. Umempea pesa juu ya kidogo watu wataanza kukuingilia wanasema unawaibia nyota. Juu hii kupeana hata haina mpango. Unajua Africans are very fetish. Ukifanikiwa wapepe pesa wanaanza kusema anatuibia nyota. They are very sick. They are very sick in their mind. Hata giving inahitajika mpango. Jina Bwana libarikiwe. So Bwana akaanza kunifundisha mambo kama hiyo. Manage what you get. Because the flow will not always be there. Kila mtu ako na siku zake za sunrise na sunset. Unaona hata mhubiri yule watu wanasema wow, kuna siku hakuna wow hata moja itasemwa. Ukisimama kuhubiri wanaambiana guys mtu amsikilie. Juu wanaona utakufia hapa waende ndani. Juu vile unainuka hivi. Sasa hiyo ukiwa miaka 80. Na mke naye aje kukusaidia na yeye akona yake 80. Unaamuka hivi unasikia watu wasema guy miaka dhuri ya kanisa. Wako wapi wazee wa kanisa wamushike? Wewe cheka lakini hizo siku zinakuja. Kabla zikuje, jipange kwa hii miaka unaweza tembea. Na shida ya Mungu mara nyingi hasemagi mambo kama hiyo. Unless you are very close to him and you are daring to ask him some questions, God will keep quiet and assume you know what you should do. I went to minister somewhere in the Rift Valley. I won't say the city. Wasishike ni kanisa yao na asema mambo mabaya yao. Now, there was a senior bishop there. A wonderful man. Oh, wonderful. This man, I'm telling you, I'm not exaggerating. I'm not very good in flatting. I've never, ever sat under a teacher of the word like that man. Na alikuwa na ubiri na Kikuyu. Anaeleza Biblia na Kikuyu Christocentric gospel. Jesus. I think when God calls you into a certain ministry, he will always bring you away people mwenye munafanana kitu to help you and to sharpen you more. So I found this man, I couldn't have enough of him. Tulikuwa conference, but I didn't want to miss a session. In fact, sitasema hata hiyo juu tena sitaki wajue ni ministry yao. But hata jina ya kanisa ile ameita, you know the man has the revelation of Christ. I mean, he was wonderful. Akaniambia vile Mungu alimfungulia milango, even to his death, he was still flying to Philippines every year 3 months to teach Bible. Alienda Philippines akahubiri. Wazungu walipomsikia wakamwambia tunataka ukujage Philippines every year for seminar just to teach Bible. Akaniambia tumehubiri na revivalist kama Bishop Margaret Wangari, T.L. Osborne. Imagine. Akiwa kijana amehubiri na akina T.L. Osborne. Sasa akiongea, I got a lot of wisdom. Biblia inasema msiendage kwa nyumba ya pati. Mwendage mahali kuna maombolezi. Juu maombolezi inapea mtu hekima kuliko furaha. Sasa nilimwangalia nikaona hizi testimony zake na maisha yake ya sahihi hazifanani.
Hazifanani kwa sababu ameshindwa hata kuwa na kupata nyumba Nairobi. Ameenda mwisho ya nchi. Mahali tulienda conference usiku hatukufika. Tulilala kwa gari. Ndio ni ndani sana. Na ilikuwa wakati wa mvua. Tulifika mahali hatukujua kuna Odile. Mnajua Odile? Ndio nitaka wasi sama. Mahali kitambo ni kama kulikuwa damu inakauka, maji ikirudi, maji inarudi. Sasa tulilala suspended. Matatu yetu ilikuwa suspended juu ya hiyo Odile. Hata ninga hiyo twili ya ndo gai. Juu tulitoka kuisukuma tukasikia tunazama. Tukaambia na we turudi ndani tulale. Sasa tulilala hapo. Tulivutwa na gari ya maziwa asubuhi. Tumefanya ministry sana. Na sasa mwenye alikuwa anatuvuruta alikuwa anatuuliza nyinyi mnaenda wapi juu wakati tulichukua tunajaribu kusukuma gari litupiga na matope ikatufunika. Ukicheka hivi unakaa ka antichrist. Yaani unaona watu wanataka kutoroka. Because you are covered with mud everywhere. Na umelala na hiyo matope na maji. So wakatuuliza mnatoka wapi tukamwambia tunaenda kuhubiri. Nikasikia wao wenye dhambi wakiambiana hai kuhujia waithe kuhubiri aina hii haina haja. Sasa na saa hiyo tunaelekea kwa kanisa yake Mother Church. Haufiki, haina rami. Sasa amejenga kwake nyuma ya hiyo kanisa hapo. Kanisa na kwake hakuna floor. Mtumishi amehubiri na The Rosebon. Mimi nilijiambia ndani, I think I have gotten a lot of wisdom. I have begun to realize you can be so close to God, but haizi kukuambia ujenge nyumba. Lazima ujenge kwa akili yako ile ulifundishwa na mama yako na baba. Ile ndio na nyumba ni njega muda uragiro. Ye wake. Ndio ujenge. Kwa hivyo siku zako za glory usipojipanga utakuja kulia na Mungu atabaki akiwa Mungu. Sasa unaona ma celebrity wengi walikuwa musician wamehit wanainukia kanisa. Let me tell you why. Ndio siku zao zenye walikuwa wanawika. Walikosa hii hekima. They were from one big hotel to the other. Na kupigiwa masaruti kwa barabara. Paka watu wakikutana na wao watu wazee kuliko wanainama hivi. Unasikia ukiwa mkubwa. Alafu wakati huo wote pesa ina flow. Kama wasimu ya mtu unaenda kuishi nyumba za kukodisha. Uko nyumba za kukodisha unalipa 300,000. Every month unapea mtu 300,000 na haujajenga. Hebu fanya hivi. Alafu pesa zikiisha, maana Mungu naye ni nani? Nakuja anapea kijana kingine kadogo kipawa. Kana kukufunika. Unaona kule kwote ulikuwa unaitwa ndiko kanaitwa na hata hakajaoga. Paka unasikia uko hiyo korage. Unasikia ukangojea mahali kwa giza ukaue. Kama kufunika kamechukua nini zako zote na opportunity zako zote na kazi zako zote. Ukifikiria Mungu ameacha, anainua kingine. Na tuothe tutithambite. Kukaka anainua kingine kasichana kadogo hata marida hakajashona. Kana na kuambia unaenda ukitolewa mwishowe. Wale walikuwa na kuita. Unaanza kuwapigia simu kuwauliza kama kiende ile. Now you must be full of bitterness. But God had given you a season. Ugainvest in a way. Hata siku yako ya sunset ikikuja, you will still be serving God and you have enough. Mungu anataka tukue na hiyo akili. There's nothing wrong about that. Wacha Mungu anipatie season yangu utaona. Mtaongea mchoke. Fanga ndio nagio. Tajipanga sana. Mungu unisikie. Juni najua si miaka yote mtakuja kunisikizaga. Kuna siku utatengeneza mkutano nasikia akisema, "Iya, no atoire." Aya nani yako lile. Yaani wanaongea kuhusu wewe kama stranger. Ukikumbuka hawa ni wale walikuwa nasema, "Preach." Sasa hivi wanaongea kukuhusu kama wewe ni stranger. Na kwa pia inaumiza. Nyinyi mnacheka but inaumiza sana. Inaumiza sana. Sasa Mungu kuna vitu hata kuambia. Anataka uone hapa. When they had eaten them up. Okay, ni ndoto acha tu assume ameshaota. Give me verse 22. Also I saw in my dream and suddenly 7 heads came upon one stalk, full and good. Verse 23. Then behold, 7 heads were withered, thin and blighted.
by the east wind, sprang up after them. Verse 24, and the thin heads devoured the 7 good heads. So I told this to the magicians, but there was no one who could explain it to me. Verse 25. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one, and God has shown Pharaoh what he is about to do. Verse 26. The 7 good cows are 7 years, and the 7 good heads are 7 years, and the dreams are one. Verse 27. And the 7 thin and ugly cows which came up after them are 7 years, and the 7 empty heads, blighted by the east wind, are 7 years of famine. Verse 28. This is the thing which I have spoken to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. Verse 29 quickly. Indeed, 7 years of great plenty will come throughout all the land of Egypt. This is God talking. God has the ability to make all the years of plenty. But he's also limiting himself to a season. He's saying there is a season of 7 years of plenty. After that season, kama hukujipanga kwa hii ingine itakusubua. So that's why I said, usishike imani ikunyime akili. Juu hata Mungu mwenyewe bado anaoperate akili akiwa na nguvu ya Mungu. Yeye ni Mungu, anaweza sema the 7 years of whatever famine nimezi-cancel. Si ndio? And it will be so. But he didn't. Anaziacha zikuja because them coming, it will serve God's purpose in a certain way. So he must allow them come. Let me also show you something. Mungu na Egypt kumejaa watu wanamusikia kama anaitwa nani huyu sasa? Joseph. Joseph is a prophet. Bona hakuenda kunenea Joseph. Na Joseph ndiye nabii. Joseph atamjua. Joseph hata atajua kuinterpret. Anaenda kwa Pharaoh. Let me show you why. Because God understands economics za dunia. Anajua Egypt haiko kwa mikono ya Joseph kifedha. Hata kama yeye ndiye ameokoka. Iko kwa mikono ya Pharaoh. So Pharaoh must hear God for some things to go a certain way economically. Kwa hivyo hata kama hajaokoka, I have to appear to him. In fact, ningetaka nikuambie sometimes hata Mungu kubadilisha maisha yako atatumia watu hawajaokoka. Anaweza watumia watu hawajaokoka. Na wewe ukiona unasema get thee behind me. The wealth of the wicked will be transferred. Si ndio sasa amewaleta ndio transfer. Si waache wakuje. And it's unfortunate. Economy ya dunia mara nyingi kwa mikono ya watu hawapendi Mungu. Mimi I dare you, wakati unakuja kesha angalia bazira utapita hapa. Uone gari zile zimepakiwa hapo. Watu hao watarara wakifanya dhambi the whole night. Na wewe umekuja huku kujikuja lima shanda na hauna fare. Na Mungu anabaki akiwa Mungu. Na Mungu anabaki akiwa Mungu. Na uweze mkasirikia kwa sababu yeye anajua kwa nini amepea hawa vitu na wewe hauna na unamuomba. Halo? Jina Bwana libarikiwe. A man of God I love anahubiri Marekani alisema hata waisahau. Alifanya crusade akabaki na deni. Deni ilikuwa about 2 million. Translated into shillings now. Akabaki na deni about $20,000. Na nyinyi hamjui mikutano mingi ya wahubiri na waachaga na deni. Sababu naona hata hii kanisa sifanyi mikutano mingi. Doing a good meeting is a lot of money. A lot. Si ati sipendi kuita wahubiri. Kama hii mwaka naomba Mungu anisaidie nilete maaposto wazito huku. Wako na neema mimi sijabeba. Tulete akina Apostle Dunstan Maboya. Lakini sasa mtu huyo kumtoa Tanzania lazima mlipe teke. Nobody goes to on a contract on their own money, isn't it? Turudishe watu kama my father Archbishop Harrison huku. Akuje atamuke neno. Lakini sasa mtu anafuata na galizo zote mtamwambia toko igire mwathani arogo. Uo nugo ndumerumithagia. Turudisha kina Archbishop kibarabara. Mtu amehubiri miaka 60 na utakuja kumwambia God bless you. Sini kumubariki vizuri mpaka hiyo neema yote anaacha huku. Ndio akitoka kunainuka tu barabara twingine. Tukibarabara twingine. Tukutisha generation yetu sasa. Huo mzee ametisha hii inchi na miujiza. Archbishop kibarabara. Mimi nimeona mara ya kwanza liver cancer ikipona kwa mkutano yake. Mtu alikuwa mpaka anatapika damu. Tumbo ilikuwa huku. Inarudi chini mkiona. Wewe si mtu ya kuleta hapa mnasema Mungu akubariki. No, you tap it by force. Amen.
Anyway, sasa amemaliza mkutano, amebaki na deni ya 2 million. Alimuomba Mungu. Aliomba Mungu mpaka akakosa jibu, akaenda kwa mama yake. Juu mama yake alikuwa ameokoka miaka mingi. Akamwambia mama, kusafu Mungu kwani ni juu alikuwa he was younger then. I'm talking about John Hagee. Akamwambia nimefanya mkutano na I owe people 2 million and I don't have even a shilling or I mean a coin. I don't have even a dime. Huko wanaitaka dime. Mama yake akamwambia, am I your employer? Akamwambia no, look up to God. Look up to God. Kasema sawa. Ameenda hapo, ameomba, ameboeka, amelala. Amesikia simu. Yule amechukua simu naye ni kama wa simu. Anaongea na bidii haji oge. Ayo John Hagee. Ni kama anatafuna vitu. Yes, I'm John Hagee. All right, listen up, dude. And when you dude, now you have to listen up. Na wewe ni pastor. Juu alikuwa na kipindi kwa TV. Akamwambia, please slow down. I don't like preachers much. And especially those who preach on TV. You have a lot of information that nobody asked for. Then kibere uko naye. Nani amekwambia kwa TV na hatujakwambia tunataka kusikia hizo vitu zako? Lakini akamwambia, for some reasons I just like you. Akamwambia, I'm here watching you. You do your thing with a passion. Man, you love this thing. Imagine. Ati amempedea hivi anahubiri. Si mnajua John Hagee vile huwa anahubiri. Now you can imagine when he was younger. He's preaching buildings down. Akamwambia, I just love you. I love people who do what they do with a passion. That's the way to build this beautiful country. Yaani namsaidia kwa njia ya patriotism. Sasa tukipata watu wenye bidii kama hii uko naye, hii nchi inaenda mahali. Alimwambia, I'm going to put something little into your account tomorrow. Is your account the one I see on TV? Akamwambia, oh, thank you. Keep doing it, man. Wadugu, najua kesho akienda kuangalia pesa alikuta pesa gapi? $1 million. That's 100 million. More than 100 million za Kenya. From a dude who doesn't like preachers much. Sasa swali langu ni hakukuwa na mtu wa Mungu kwa hiyo kanisa Nineve na Bwana. Juu Mungu anajua mahali pesa ziko. Sometimes iko na dude. Juu Mungu akitaka kutumia atatumia mpaka shetani. Ngoma hiyo yoke kwa datumwa na Ngai. Metumwa na Mungu, ikiagusha chenye ilikuwa metumwa nacho ikibie. God can use anybody and he can use anything. When it comes to money, let me tell you, it is the purchasing power of this world. The world we live in. So haijalishi kama Mungu atahafu kunenea Pharaoh. If it is Pharaoh mwenye ako kwa line hii ya economy, Mungu ndiye itabidi kudili naye. Itabidi tu adili naye. Jina Bwana libarikiwe. So, but after them, 7 years of famine will arise, and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt, and the famine will deplete in the land. Na Mungu wako tu amekalia kiti cha enzi na hakufichi. Anakuambia kuna kipindi kingine ya 7 years kitakauka. Paka unasikia kumuza, si wewe ukinyunyuzia maji, si wewe ndiye Bwana. No, kitakauka na nitakuwa Mungu. I want you to see how he can deal with you from the covenant dimension, and he still expects you to be sober enough to understand what to do with the real life things. That's God. That's how God functions. Na watu wengi hatujui. Tunafikiria Mungu akiniita, hata nikijiweka hivi kwa maisha nigaragare, nitatokea kwa destiny. Oh, si hivyo. Si hivyo. Sio hivyo. Jina Bwana libarikiwe. Hata kuna wakati unaweza taka kuacha kazi fulani Mungu akuone. I told one person like that because God gave me a word of knowledge. I was preaching in Ruaka. Nikawaambia, kuna mtu hapa anataka kuacha kazi kwa kampuni yenu na ukiacha utakaa bila kazi. Hakunisikia. She went ahead and resigned. Alipiga another more than 3 years akitamak na ako na masomo because it was not God's season ya wewe kuacha kazi. Hello. Sasa nyinyi wenye mnataka Mungu adili na pesa like a spiritual thing. He won't. Sometimes he will deal with Makalidei. Maana ndio wako na pesa. Mungu, unaona huyu boss unachukia? Imagine Mungu akitaka kukubariki atampitia tu. Ni yeye atapitia.
Huyo ndiye tu anaweza make decision ya kupewa increase ya mshahara kwenu. Huyo ndiye anaweza weka karamu aseme from today you are a supervisor. Bona Mungu amuruke. Na decision kama hizo you can't make them yourself. They must be made by him. Huyo mwenye hajaokoka. Unaona huyo mwenye akona mababy mama everywhere. Tawe Ngai alikihudhira very soon. In short, musibe mnadharau watu. Na msichukulie kila mtu ni wa shaitani. No. Some of these people hata kama they don't serve God, they will blindly serve him in a situation where God wants to favor you. Verse 32 nikienda kumalizia inasema and the dream was repeated to Pharaoh. 20:33 sitaki kurudia dream. Now therefore, sasa ona verse 33. Now therefore, let Pharaoh select the discerning and wise men. Ona vile Joseph ana interpret ndoto. Hasemi na juu tumeonyeshwa, let's pray. Alisema here practical wisdom will apply. God's voice was spiritual, yes. But the answer we need must be practical. Therefore, let Pharaoh select the discerning and wise men and set him over the land of Egypt. Verse 34. Let Pharaoh do this and let him appoint officers over the land to collect 1/5 of the produce of the land of Egypt in the 7 plentiful years. This is practical, isn't it? And let them gather all the food of those good years that are coming and store up grain under the authority of Pharaoh, and let them keep food in the cities. Verse 36. Then that food shall be as a reserve for the land for the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land may not perish during the famine. Because if you don't do this, although God is Jehovah, in the 7 years of famine, you shall surely perish. So the advice was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. Verse 38. And Pharaoh said to his servants, can we find such a one as this, a man in whom is the Spirit of God? Sasa waka-appoint Joseph juu aliona he is more anointed than the rest. Then Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. Verse 40. You shall be over my house. Iwe, hata amepewa madaraka juu ya nyumba ya mfalme. And all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. Verse 41. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand, and he clothed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. What does this tell you? Hata kwetu makazini, si ati tunakuwa ignored juu tumeokoka. Tunakuwa ignored because sometimes we are dysfunctional. We are not adding value. If you add value, economical value anywhere, nobody can ignore you. Even when they don't like you, they must have you around because you have what they need. Joseph si ati alikuwa anapendwa. No, in fact alikuwa jera. Joseph ametolewa akuja ulizwe maswali juu kuna crisis. Thank God, akona jibu. That's why we keep on telling even church people. Anything that pertains to this life, whatever is good is not a sin. And it can help you with things like favor. It can help you with things like, getting opportunities, improving your skill. Please go for it. If you still have time, go back to school. Sharpen your abilities. I'll tell you why. Kwa sababu, kuna maombi tunaomba, na tunataka Mungu aijibu, lakini nashindwa ataijibu aje. We take this country. We take it back to the righteous people. All right. We take it back to the righteous people. Do you know what it entails to run a country? We need judges. So let us have righteous judges with skill come govern the country and reform our judicial system. Come. So nasikia watu wakisema, yes, by faith. Sasa hapo ndio unaona Mungu hata akitaka kujibu atachukua tu yule amevuta bangi. Kwa sababu huyu anajua Kenya anafanya. Akona skill. So maombi zingine mkiomba mujiulize zinajibiwa aje. Oh, we believe this country will be ruled by a righteous man. Where is this righteous man who understands politics? Ako wapi? Wewe unajua niliona mhubiri mmoja hii nchi ametaka kusimama upresident. Naye mtu wa news ni mbaya. Akamgojea na maswali haiko kwa Bible.
Akamuuliza, can you just take a minute and explain the dynamics of the Nairobi Stock Exchange? Akasema, as a matter of fact, when the Lord appeared to akaambiwa saa huyo mtu aniuzi hata iona Mungu. Huyo hata ona biguni. How do you ask a bishop about the Nairobi Stock Exchange? Why? Can't you just be nice? In short, he doesn't know what that is. But we want to take over to destroy to destroy the country. Jina Bwana libarikiwe. Sasa ndio sababu saa hii hata mkisema tunataka fulani, najua nikiuliza mtasema nini, napeananga unga, alisaidia wa mama wa matanet. That's not leadership. That's service. Anybody can do that without being a political leader. Do we have righteous people that understand the systems, how they work and how they should work? Among all the politicians in the world, I have two that I'm finding very fond of. Of course, Donald Trump. Amen. I love that man. Then, he's number 2. I have number 1. His name is difficult. I don't know how to pronounce it. But he's the president of El Salvador. There's a small country called El Salvador. A country that had been hijacked by goons. It was run by gangs. Kuna gang moja igine iko na jina pande hii, wamegawanya nchi. They are fighting amongst themselves and killing anybody that's not joined to a gang. It became the most dangerous place on earth anyone could go. Yani every day mnaokota vichwa vya watu. Vimekatwa, there's a warning of one gang against the other. If you are a powerful person, you mention them, they come for you or for your child. Imagine ukipewa nchi kama hiyo uongoze. But thank God for this president. He's very young, by the way. He could be in his early 40s. But this man, apart from being born again, he understood how to handle a crisis like that. Aliwaambia, number 1, we have to pray and fast. So they went into fasting. But after the fasting and prayer period, he immediately began to build a more secure prison. I always love men who understands how to merge the spiritual with the practical. I always know here something will be birthed. Shida yenu muko tu rohoni. Yani muiguru ria thungururu. Hamuguzi huku. Hata mnaongea kuhusu realms. Unajua tulipi shule realms, tunalipa huku. Sasa alijenga jela. Alikuwa anajua hata kama Mungu amenijibu, I have to be practical to see the answer to the prayer. So he had a way to identify all those gang members through tattoos. He took his time. Akajua gang frani, they identify themselves with this tattoo. Wakikuta ukiwa na hiyo tattoo, na unajua tattoo is permanent. You can't erase it. So wanajua wewe ni member wa hiyo gang. They get you, they lock you up. Today as we talk, he has locked over 40,000. Na wote amewaweka kwa jela, hawezi toka. Hiyo jela haina mpaka mattress, wanalala juu ya vitanda ya chuma. Nayo nchi imetulia shwari kabisa. Now as we talk, it is the safest place to be on earth. Safer than America. Huko wanafanya biashara 24/7. No incident. They can go for 3 years without any report ya mtu ameuliwa. Spirituality goes with practicality. Watu wa Mungu, they go together. Hata sometimes tukiomba kitu jiulize, practically how do you want God to answer this prayer? Tunashikana hapa tunasema in the name of Jesus, we remove everybody when I destroy inchi. We remove them to replace them with who? That's the question. Tutapeleka watu ya keyboard ya kanisa huko wakaongoza ati jutu we removed. Sasa shida kukua jaji hakuchezwi keyboard huko. Si ndio? Ama mtapeleka Pastor Robert juu mnaona na hubiri mnaona kama naelewa. Mimi naelewa mambo ya Biblia. Mkinipeleka mambo ya kuongoza hii nchi, nitawaona maandamano tena kwa mlango. You must go.
Mimi sijui kuongoza nchi. Jina Bwana libarikiwe. Mimi najua kuhubiri. I might end up worse than the one you are chasing. All right? There's got to be practicality. Mimi labda nitapanda hapo nikiwa nimejaa huruma. Kila mtu akilia tunamletea maharagwe gunia moja. But maharagwe gunia moja hatuwezi badilisha nchi. Ndio tumekupea maharagwe. So do you understand how these systems work? Do you know what we should do to get what results? So Joseph juu alikuwa wa line hii ya leadership, yeye hakuwa pastor. Alikuwa na hiyo mafuta. Ndio akaambia Pharaoh, msipojipanga na savings kwa hiki kipindi Mungu amewapatia cha plenty. Hiki kiko hapa mbele mtaumia. Na akakuja na mpango tujenge granaries and we begin saving at least 20% of harvest for every year for the 7 years. Then we shall have a reserve. Wakamua point. And you can go read the whole story, you shall see. It end up the whole world around them being very, very, very hunger stricken. Walikuja kutafuta chakula kwao. Haikufanyika juu ya miracle. No. Somebody that knew how to handle faith and economy na finances at the same time stabilized the country. Sasa maisha yako iko hivyo. Hauwezi tu ka stabilize maisha na mambo ya maombi. As much as prayer is important. That's where we start. But you have also to remember, in answer to the prayers I'm making, God might show me a business idea. Stay open. In fact, He will. Why? He's not going to rain money in your bedroom. That's not how He answers those prayers. So He wants you to have skill to take advantage of a season. In the answer to that prayer, God might bring you away a person with greater knowledge in business to adopt you. Weka kiburi chini. Kuwa mtu ya kutumwa. Kuwa mtu ya mkono. Kesho wewe ndio utakuwa unawika kwa biashara in the next 5-10 years to come. Lazima ujipange. Hii maombi yako unaomba, Mungu niondolee shida. Nitoe kwa hii hali economically hii niko. Si mzuri. Haitafanyika overnight. Si vizuri kukudanganya. Hata siku moja tu uamke ukute wow, things have changed. No, it might be through a process. God might first train you before He does what you're asking Him to do. Jina Bwana libarikiwe. Mimi nilimwambia Bwana kuna mambo sitaki kukosea. Juu nimeona I thought the older generation are not careful with God. So nikasema na Bwana, I want you to tell me categorically, should women wear headgears in my church or they shouldn't? Na I was very sincere. Hata Mungu nilimwambia na usinikasirikie na kuuliza vitu muhimu. Number 2, is tithe new or old? Nimeiandika. Immediately I left form 4. Nilikuwa nasikia mwito mpaka kwa miguu. Mpaka nikiwa mahali nikisimama hivi tukigojea kununua kitu. Dimi zinatoka na sisiki zimetoka. Robo shanda raba. Juu niko huku kufundisha watu kufuata Mungu. Na kumuuliza na yeye anajibu. Hata naambia watu zetifafa vitu. I think Mungu aliangalia hiyo karatasi akashangaa. Sasa nikikujibu ya nywele, kesho utakuja uniulize maneno mengine. Aliniambia niende Bible school. Nikashaka hakushika, nilikuwa nataka kufungua kanisa. Because some things you are praying, God knows you need training. So He will give you an opportunity to be trained, to be a better version of the thing you are asking. Ndio asikupe kitu ikakuua. So hata wewe wakati unaambia Mungu, Father, improve my life economically. The question is, how practical are you? That's why God will keep answering and you keep missing it. You think He didn't answer. Because you are not practical. Wewe unafikiria Mungu kujibu maombi kama hiyo ni mtu atajitokeza akupeaga 20,000 kila mwezi. Niangalie. Kama wewe si pastor usigoje hiyo. Kuna brother moja, huyo alikuwa bold, si kama nyinyi. Alikuja akaniuliza, pastor, kuna kitu sielewi. Juu wewe unashida kutupatia testimony. Mtu alikuja akakulipia nyumba mwaka mzima. Sisi ni kuokoka, hatujaokoka vizuri. Ama shida iko, nikamuuliza alinilipia nikiwa kwa mjengo ama nikifanya kazi ya Mungu. Sasa si mimi niko kwa kazi yangu. Kwa kazi hii lazima nibarikiwe na baraka zile zinafanana na kazi hii. Nikamwambia ukifuatana na mimi utakuwa very frustrated. Tutakuwa tunaenda kwa barabara, mtu ananisimamisha anasema, "Guy, Pastor Robert ni wewe?" Anarudi kwa kibeti.
Wewe ukienda kuleta mkono anagoga. Tiwe ndira nene ndungata. Na pia you know why? I'm in my job. Lakini wewe kama ni carpenter, enda ukachonge bao brother. Mungu akitaka baraka zako atakuletea kwa bao. But huwezi letewa baraka za pastor na wewe ni seremala. That's not how it works. Mimi nimekula hata mamilioni ya pesa ya watu. Mtu anakaa tu hivyo na sikusikia kwa pastor anataka kukubariki na milioni. Sasa akileta siogopi. Unajua ni kwa nini? Juu nimehubiri miaka mingi sana hata nahitajika aongeze ikuwe 1.5. Nimefanya hii kazi consistently over 20 years. So ninajua hajaamuka from nowhere akasema wapi Pastor Robert nimpatie. No, there is something he has seen. There is a way your ministry has helped him. So every day I wake up to preach, even if I'm not conscious I'm working. This is work. Because the calling of God is both a calling and a career. It is that way from the Old Testament even to the New. Alisema those that preach the gospel must live by the gospel. Anyway, sasa kama wewe hubiri, wewe unajishughulisha na mambo zingine, kazi yako ni kuuza bura. Kwa nini tukutane na wewe kwa barabara tukupatie milioni? Nani aliuza bura akapewa milioni? Can you think please? Oh, sorry. Mnaweza uza vitu zingine, si lazima ikuwe bura, but whatever you sell. Uko na bushari. Nani atakuja aseme wow gosh, kai unauza nyama ya mbuzi. Imagine utakuwa na tithe huku atajua unauza nyama ya mbuzi. Nobody can do that. So how practical are you? Mbona unagojea baraka za kipasta na wewe si pastor? Penda usome wana wa Aroni, ilisemekana waletwe mbele ya watu wamwagiwe mafuta. Imagine Mungu hata afiche akasema nini? Juu nimewapaka mafuta kunikusanyia vitu za Israeli. Unaona hii mafuta tunapokeaga, hii ni ya kukusanyia Mungu vitu. Na kama huna hii, huwezi kusanya lolote. Unaona pastor mahali popote akienda kuhubiri, as you preach, kuna mtu anafikiria atakupea nini. Na walimu wanafanyaga kazi almost the same juu wanaongea the whole day. But hakuna mtu anapaka kumpea kitu. Juu mafuta yake si ya kukusanya vitu za watu on God's behalf. So how practical are you? Jina Bwana libarikiwe. Unaona hata mimi nikiacha hii kazi ya Mungu ya kuhubiri, niende kwa mfano ya matatu or anything, hiyo flow ya gifts na offerings itakwisha. Si ya raini hiyo. Hakuna mtu anaweza kukuta kwa matatu aseme haya kayura tora gari wega itahesheki hau. Atakuandikia cheki ya $500,000 juu ya atinora wanyagu atembuka thimuina mete kaundu. Hata wewe fikiria. Can you think? Jina Bwana libarikiwe. So Mungu anambariki kwa kazi ile amekutegea hapa duniani. Are we clear? So when you asking God, Father, answer this, then be ready. Because what he might do, he may apply his wisdom akupatia idea. Na anataka kuwe practical nayo. Sitawaisahau nilikuwa napita mahali fulani kulikuwa na inaitwa nini? Space fulani hapo mtu angekuchukua afanyie kazi. Every day we pass there with our car. Naambia my wife, hapa naonaga tu pakikaa parking na car wash. Na patengenezwa mahali pa nyama pale. I was seeing that business. Every day unajua nyinyi mnafikiria visions. Visions ni kuhang hivi. Hata ukigoga gogo hausiki. Nisione kile sasa unaona vision. Ukiwacha vitu kama hizo they may never happen for you. Sometimes the visions are in the mind. You don't think anything about that space until you pass. When you are passing, God gets your attention again on the thing. Do you know wadugu na wadada tulipita hapo actually almost a whole year. You remember? I was telling her hapa panakaa tu kufunguliwa hiyo kazi. Oi. Mwaka hii ingine tuliona kazi hiyo. Imewekwa mahali pa nyama. Wanalipisha parking usiku na kaos kubwa. Wadagithire kuria nyama hau. Mpaka nilikuwa nasikia kuita mwenyewe nimwambie roho no wako. Najua hii kazi ni yangu. Unaona kama ni idea yako aliba. But the problem is amujuani. Meaning God gave you an idea. You never applied yourself. It passed. Ikashikwa na mwingine mwenye hajaokoka. Hapo mahali sasa shida hapo aliweka baka ba.
Na mimi singeweka ba. Mimi ningeweka tu kituo cha supu, nyama, car wash and whatever. Iigizage pesa nikiwa hapa ninahubiri. Nikimaliza kuhubiri hapa ninapiga simu jioni, morali yake. Sasa aina hiyo ya pastor hata iuza mafuta. Hana haja na kuwa hii kifagio ya mapepo. Hizo vitu watu wanafanyaga juu hii kitu mnaleta huku haitoshi. Haitoshi. Jina Bwana libarikiwe. Sasa vitu hizo zote Mungu anakupea kama idea. Unaacha zipite alafu unaenda kuomba nini? Wewe na vile nilikuwa na mambo nyingi ya kuwaambia ama tuifanye kesha. Tusukume mpaka 12 midnight. Kuwe minikesha. As I finish, unajua mtu ya Mungu mmoja alikuwa na ministry kubwa. A man of God, I know he hears from God. Alikuwa na ministry kubwa. Then the Lord spoke to him one day in the morning. Akamwambia, enda ufute 60% of your workers. There will be a recess. Na economy itakuwa baya. Akasema, you know, God has the power to change things. Akia kutoka kwa nyumba Bwana akamwambia, na ufute watu. Yaani Mungu anaweza kutumana watu wakafutwe. Na ako na uwezo ya kuwa sustain but anasema wafutwe. Juu sahi ameamua kuleta jibu yake na jia hiyo. Na ni Mungu. You can't argue with God. Sasa alienda akawaita. Sasa naye akatumia hekima yake. Akawauliza very sensitive questions about the ministry. Akawaita board meeting. Akawauliza kama leo tuseme nimeshikwa. Mnaweza endelea na ministry aje? Sasa wale hawajui wako kwa test. Wanaongea ujinga. Hata mmoja alisema I just go back to my wife and children, you know, we are armor bearers. Na kunote. Mwisho akasoma majina akasema kama hujajisikia kwa hii kesho usikuje kazi. Walikuwa wanamwambia but you should believe God. Hata kama Mungu amekwambia kuna kuja kiagasi, God is, you have preached faith. Akamwambia please let's not argue. The bad financial times will come, you'll be here, you'll see them, and you'll understand why I applied the wisdom I applied. And the whole of America was in great trouble. Finances. Ministries closed down. Yake na zingine kadhaa ndizo hazikufunga because he acted ahead of time in the way God instructed him. So God is very concerned with the finances. Anaweza hata kukuambia unaona hawa watu umeajiri 5, enda ubakishe 2. Usianze kumwambia watakula wapi? Kuna mtu umeuba huku duniani. Wewe ndio ulikuwa unapea chakula kabla mkutane. Enda uwaulize kwa heshima. Na waomba. Ama hata uambie na waombeko. Edeni nyumbani. Go home. Asema Bwana. Asema Bwana. Jina Bwana libarikiwe. So this is the point. Our God is very practical when it comes to economics. Yeye ana deal na sisi in a very practical way. The problem is the church is still not there. They have this vague understanding about finances and economies. Unaona mtu anajifanya kuna vile Mungu atagudhobosania maudu. No, God wants you to begin to be very practical. Alifanya hivyo jagwani alipea, na hata jagwani aliwapea mana na akakuja kuwafundisha kuzikula. Mkule na msichukue zaidi. Wakikua zaidi inaharibika. Walipofika Canaan, kuna maana hata moja imeandikwa kwa Biblia ilianguka, hata ile atenye ilikuwa imebaki biguni, hii ni ile upepo ilikuwa imeshikilia finally nega kinya. Uliona hapo? Because God is a God of seasons. Ukiingia Canaan na funga mana, hata mshida huko na tochi huwezi pata hata moja. Juu anataka sasa mchukue jebe, mukalime. Saa hii amuko kwa vita na hamukibiswi. Na hii ndio nchi ya asali na masiwa niliyowaelezea, lakini masiwa haitatembea kama mtafuga ng'ombe. Huko ndiko mtatoa masiwa. Nyuki mtaharvest na mudugwe. Na mununue protective gear. You have to be practical to walk in this season of my covenant now. Namisha uso wako kwa Bwana jiombe. Mungu naye atupatiaga muda na wakanyaga. Sasa unaona vile hii muda ni kidogo. Na nigukwigweta muhete leo. Can you talk to God? Just talk to God for a minute. Father, we thank you and we honor your name. I know I'm sharing these things by your grace and instruction, and I know somebody is being helped.
Great grace is coming upon your people to do business. Great grace is coming upon your people to turn around their economical, financial situations in life. For you want an empowered church with great financial harvest for the harvest of the world. The things you are daring us to do, they will need great finances. And the people seated in front of me or hearing me through the TV and even on the internet, these are the very people you want to speak to and raise, train and groom and nurture and use them for your glory in that area in the name of Jesus. Tunakuinua, tunakuabudu, tunakushukuru, wewe ni mwingi wa rehema. Ninaomba mtu yote alikuwa afungue biashara, mtu yote anapiga hatua kama hizo, ako na project anazipanga, neema ya Mungu ikapata kuanguka juu yake. Mungu akukibize, neema kubwa ya Mungu ikapata kuwa juu yako mpaka utagundua, I'm not alone, the hand of God is upon me. I'm being driven by something strange. My Father and my God, I honor your name. Utumiwa wasaidizi na watu wenye watakuelewa. Mungu akuletee kwa njia yako watu wako na uwezo wa kusimama na idea ile uko naye, ama watu wako na idea ya vile utainvest kile Mungu amekupea. Ukoamuke katika jina la Yesu Kristo. Uondoke kwa njia katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupeleke, Mungu akusongeshe, Mungu akukibize, Mungu akutangulie. Bwana tunakuabudu. Mungu wetu tunakuhimidi. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna mwenye uwezo kama wako, unastahili. Dakika moja mshukuru Bwana. Many of you will get ideas. And these ideas when they come, please implement them. Don't begin saying I don't have the money to do it. If you accept it, God will make you a way. He knows that you don't have money, yet He gave you the idea. So follow it up. Tunakushukuru Bwana. Bariki watu wako na njia ajabu. Wasaidie. Jibu maombi yao katika jina la Yesu Kristo. Wafanya wakubwa hadi wawe wa msaada kwa wengine. Pokea utukufu na sifa, wewe ni mwingi wa rehema. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba.